Kwa majina naitwa Ramadhani Mangare Sekija. Tuko hapa stendi kijio cha Omari, tunapata kahawa kidogo. Sisi ni washabiki wa Simba. Kama unavyoona hapa, hao tuna washabiki wa Simba damu. Hamna mshabiki wa Yanga hata mmoja. Kimaoni, kimtazamo, tuna mechi ngumu sana na mechi kubwa sana ya bara la Afrika. Mechi ambayo ni ya Simba na Stellenbosch ya South Africa Jumapili. Mechi ile kimtazamo wangu na kimaoni, Simba anaenda hatua fainali kwa sababu cha kwanza, Simba ni mkomavu na ni mkongwe kwenye mashindano ya kimataifa. Lakini cha pili, Simba ana kikosi bora kuliko Stellenbosch. Lakini cha tatu, Simba ana kocha mzuri, lakini kocha huyo pia ni kocha ambaye anaijua South Africa na ni mzao wa South Africa, tena ndani ya mji wa Cape Town ambayo timu ile ndio inatokea katika mji wake ambao amezaliwa. Hiyo ni la 4. Lakini la 5, Simba ana washabiki wengi pale South Africa kuliko wale Stellenbosch, kwa sababu kuna washabiki kutoka Rwanda, kuna washabiki kutoka Uganda, kuna washabiki kutoka Burundi, kuna washabiki kutoka Tanzania yenyewe, kutoka South Africa yenyewe wako pale pale. Kwa hiyo Simba tuna nafasi kama 5 au sifa 5 muhimu ambazo zinapelekea Simba kupata matokeo ya kwenda fainali. Na ukiangalia katika mtazamo mwingine, Simba ndio timu ambayo ipo katika upande wa shirikisho ambayo ni ngumu kufungika, haifungiki rahisi. Ni timu ambayo ina defense nzuri sana, na ni timu ambayo ina attacking midfielder na ina central midfielder nzuri kuliko timu yoyote upande wa shirikisho. Kwa sababu ukiangalia katika uwiano wa magoli ya kufungwa na kufungana, Simba ndio timu pekee ambayo haijaruhusu mabao mengi kwenye nafasi ya makundi na nafasi ya robo finali. Mpaka sasa hatua nusu finali, Simba haijaruhusu mabao mengi. Lakini ukiangalia Stellenbosch mpaka sasa hivi, Stellenbosch katika hatua ya robo finali ni timu ambayo iliruhusu magoli karibia 8. Iliruhusu mabao mengi katika mechi moja. Kwenye upande wa Berkane na Stellenbosch aliruhusu mabao mengi, lakini Simba ukiangalia alifunga bao 2 tu na Al Masry ya Misri. Lakini ukiangalia matokeo ya mechi ya marudiano, Simba aliweza kupindua meza akawafunga 2-0 kwa Mkapa, lakini matokeo yake ikapigwa penalti, Simba kapata 4-1. Kwa hiyo Simba ukiangalia ni timu ambayo imejipanga kuanzia nyuma, katikati mpaka mbele. Ni timu ambayo ni hatari sana. Kwa hiyo kimtazamo wetu sisi kama wana Simba wa stendi Arusha hapa, tunaona kabisa Simba ana nafasi kwa 95% kwenda fainali. Lakini nafasi nani 5% tunaweza tukampatia yule Stellenbosch, kwa sababu dakika 90 lazima na yeye tumpe nafasi yake. Lakini nafasi hiyo ambayo anaweza kupata kuingia fainali tutampa 5%, lakini 95% tutampatia Simba Sports Club. Kwa jina naitwa Stefano Peterson Kondo. Kwenye mechi ya Simba hii, kwenye kuanza mimi na shauri kocha amwanzishe Ateba, maana Ateba anajua kukaa na mpira, kwa sababu kule ni ugenini. Hatuendi kwenda kucheza kufunguka sana, tunacheza kwa tahadhari. Kwa hiyo kwa ushauri wangu, Mkwara sio kuwa ni mbaya, Mkwara ni mzuri sana, lakini kwenye mechi ya ugenini mimi nashauri kabisa, ushauri wangu anzishwe Ateba, maana anajua kukaa na mabeki. Utakuja mabeki wengi kumkaba, kwa hiyo ina maana nafasi nyingi zitapatikana. Ungeliaje mechi kwa ujumla? Kwa ujumla mechi naiona na hapa 90% Simba kushinda mechi, kwa sababu Simba ni timu imara, Simba ni timu ngumu sana, Simba ni timu ambayo haifungiki kirahisi. Simba ni timu ambayo inaweza ikakuadhiri popote pale, si nyumbani wala ugenini. Simba kwanza wao hawana mpira ule wa kupoteza muda. Simba hawapotezagi muda kulala kama Waarabu. Simba ni timu inacheza mpira. Ndio maana hata kuna shirika fulani hivi lilisema Simba ni ya kwanza kwa ubora kwenye mwezi huu.
ndio timu ya kwanza inafuatia Berkane. Si kwamba anaisifu tu Simba kuwa kuipendelea. Simba inacheza mpira, inamiliki mpira nyumbani na ugenini. Hata ukiangalia ile mechi ya Al Masry kule Misri, Simba alicheza mpira mkubwa sana, aliongoza kwa position, akaja Dar es Salaam akaongoza kwa position, akaja tena akacheza na Stella huyu hapa, aliongoza kwa position, na huko tunakoenda Afrika Kusini Simba ataongoza kwa position. Maana ni Simba ni mpira wake ambao tumeuzoea kuwa Simba ni timu ambayo haiogopi ugenini, kucheza mpira, kulala, kupoteza muda. Na Simba ni timu ambayo mimi naona yani kama Afrika ni kuipa timu yenye nidhamu, mimi nataka awape Simba, kwa sababu Simba sio timu ya kusumbuana na wachezaji. Simba ikiambiwa, Simba sio timu ya kwenda kuzozana na marefa. Simba ni timu ambayo inamsikiliza refa. Refa akisema peleka mpira kati, Simba anapeleka kati. Piga mpira kona, Simba anapiga kona. Simba sio timu ambayo inaubishwa wala kuchezea rafu hata wachezaji wenzake pinzani. Simba ni timu inacheza fair play uwanjani. Mimi naitwa Geoffrey Simon. Niko stendi ya Arusha hapa. Kwa Stella Bush mimi naona yani kwa Simba hapa, Simba ajipange tu sawa sawa, kwa sababu hii mechi ni ya kumaliza tu. Maana Stella Bush yani watafunguka kule kutafuta magoli, na wakifunguka kwa Simba, Simba ana watu ambao wana speed ya kukimbia, vijana machachari kama wakina Elia Mpanzu, kuna kama Kip Dennis, kuna Hua. Kwa hiyo kule watatafuta matokeo kwamba wafunguka watafute magoli. Wakifunguka hapo ndio Simba itapata nafasi, itabaki mashimo. Sasa mashimo tukiyatumia, kwa sababu wale watafunguka, tunaweza tukawapiga goli muda wowote. Lakini hatuwezi kuwadharau, kwa sababu nao ni timu, wamejipanga kitimu. Lazima tuwaheshimu. Timu inatakiwa mahali ambapo inafaa kujilinda, jilinde. Tukipata nafasi, wameachia nafasi, wamefungua kututafuta, tukipata mpira tuna watu wanaoweza kutumia hizo nafasi za kukimbia pembeni. Kwa hiyo mimi naona kwa hawa Simba 90% anaweza akavuka kwa matumaini hayo. Kama shabiki, unashirikiana kwa benchi la ufundi pamoja na kocha wa Simba? Mimi kwa ushauri wangu, mimi naona pale hii mechi benchi la ufundi likae vizuri, wachezaji waambie wajipange vizuri, ikipatikana nafasi zisipotee. Wachezaji gani unaona wasianzishwe kwenye first 11? First 11 kuna Teba yule asianze Mkwala.